Ndugu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, kumtakia rehema na neema, sala na salamu mtume wa mwisho Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kuhusiana katika kadhia nzima ya kumcha Mwenyezi Mungu, kama ambavyo nimetangulia kuhusia nafsi yangu juu jambo hili adhimu. Kisha tuzingatie kwamba kiasi tutakachoishi katika ulimwengu huu kitakuwa ni kipindi kidogo sana kulinganisha na kipindi ambacho tutakwenda kuishi katika pahala panapoitwa kaburi. Kaburini ni pahala ambapo kwamba kila mmoja wetu lazima iko siku ataingizwa sehemu hiyo na achwe hapo na wale wote wanaompenda, tala zamanu au qasra, ikiwa ni leo ama ni kesho, ikiwa muda mrefu au muda mfupi, lakinahu hatman wala budda minhu. Jambo hili ndilo la lazima. Kila mmoja katika sisi iko siku ataingizwa katika pahala pa kaburini, alazwe katika mwana wa ndani, afungwe kama inafungwa pipi, na kisha afunguliwe kule na aachwe kule ndani, afukiwe na wale wanaompenda kwa mchanga mwingi mno. Kabla ya hapo aeke ubao juu yake, kama kwamba kuhakikisha asije akatoka. Subhanallah. Katika hadithi ya Imam Muslim anahadithia Abu Hurairah, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, inna hadhihi alqubur mamlu'atun bidhulm au madhlamatu, hakika haya makaburi yamejaa kiza. Mtume anasema makaburi yamejaa kiza. Na mara kwa mara katika maisha yake Bwana Mtume sallam, kila akipita katika kaburi huwa anasimama kwanza kwa huruma Mwenyezi Mungu aliyompa. Kama anamjua maiti yule, na kama hamjui, kwake sio issue. Kwake ni kule kuona namna gani watu wanaadhibiwa katika makaburi. Akafika akasema kwamba mngekuwa mnajua, ingekuwa Mwenyezi Mungu kakupeni namna ya kusikia yanayoendelea katika makaburi, mngeliogopa, msingekwenda kuzika maiti wenu, msingesogea sehemu zile kabisa, mngekaa mbali na makaburi. Hiya daru allati sataskunuha, hiyo ni nyumba ambayo utakwenda kukaa. Tala zamanu au qasr, kama ni muda au kama mchache au ni mrefu. Thumma ba'da sukna thaniya, kisha baada ya hapo utakwenda kukaa sehemu ya pili, kama Allah anasema, yauma yakhrujuna min al-ajdathi siraan, siku watakapotoka katika makaburi haraka haraka. Kwa maana kwamba lazima waliingizwa katika makaburi kwanza, ndio maana baadaye watatoka katika makaburi hayo. Muislam, lahidh, chukua picha ya kufikiria siku au usiku wa namna mbili. Usiku wa kwanza uko nyumbani kwako, umelala na mke wako, na chumba cha pili kuna wanao na kuna ndugu zako, huna wasiwasi wowote. Upige picha na usiku ule ambao kwamba wa kwanza kabisa unapelekwa kaburini, unazikwa mle, alafu watu wanaondoka. Usiku wa kwanza, awwalu lailatin fil qabri madha yakunu, hali itakuwaje kwako? Ndio maana mshairi mmoja akasema, tubi fa innal mauta qad hana wa'si al-hawa fal-hawa ma zala fattana, ama tarayna al-manaya kayfa talqadna laqtan wa talhaku ukhrana bi awlana, fi kulli yawmin lana maytun nushayyuhu nuhyi bimisra'ihi aw athara mautana, ya nafsu mali walil amwali atrukuha khalfi wa akhruju min dunyaya uriyana, abada 50 qad qadayna la'iban qad ana an tahtadhi qad ana ma baluna nadkha min maswairina nansa bighaflatina man laysa yansana au lam tansana. Anasema nafsi yangu, ujaribu kufikiria hii siku, alafu nafsi yako utubu kidogo, urudi nyuma katika maasi.
fa innal mauta qad hana, mauti yamekaribia. Likulli yawmin lana maitun nushayyi'uhu, kila siku tunajeneza, tunalisindikiza kwa makaburini. Ilitakiwa kwa mwenye akili, nuhyi bimisrahi athara mautana, kwa mwenye akili alitakiwa ahuishe kwa kule kumsindikiza nduguye, naye atambue kwamba na mimi nitasindikiza kaburini. Lakini dunia imetuzonga, hatuna nafasi kabisa ya kufikiria siku kama hii. Kila mmoja akiamka asubuhi anakimbilia, ana mipango 101 katika kichwa chake, anasahau kwamba hata yule aliyekufa jana alikuwa na mipango kama hii kaipanga, lakini hakuitekeleza. Na aliyekufa leo asubuhi alikuwa na mipango mingi ya kufanya leo mchana, na hata ikikufa mchana ana mipango mingi ya kufanya kesho kutwa. Na mimi na wewe tuna mipango mingi ya kesho na kesho kutwa na wiki ijayo. Hapa mauti yanaingia katikati. Ndio maana akasema mshairi mwingine, asemekana Sayyidina Ali Allahu anhu, Sayyidina Ali anasema kwamba an-nafsi tabki ala ad-dunya wa qad alimat anna as-salamata fiha tarku ma fiha, la dara lil-mar'i ba'da al-maut yaskunuha illa allati kanat qabla al-maut yabniha, fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha. Ya nafsi mali wa lil amwali atrukuha khalfi wa akhruj min dunyaya uryana. Anasema Sayyidina Ali, kwa nini nafsi imeshughulika sana na dunia? Anasahau mtu kwamba alikuwa kwa babu yake, alikuwa kwa baba babu yake, alikuwa kwa babake, wote wameshaondoka, yale waliokusanya wameyaacha. Ndio maana akasema kwamba ya nafsi mali wa lil amwali, kwa nini nakushirikiana na ile ya sayyid mali, mbona imekuwa too much? Hali ya kuwa najua yakini kwamba atrukuha khalfi, nitakapoondoka hii nitaiacha nyuma yangu. Wa akhruju min dunyaya uryana, na hapa duniani nitatoka nikiwa uchi. Anajua kila mmoja wetu ya kwamba salama katika dunia hii ni kuiacha dunia. La dara lilmar'i ba'da almauti yaskunuha, hakuna nyumba katika sisi hata mmoja, ndugu zangu, hata hakuna kaburi atakwenda kukaa isipokuwa lile ambalo amelijenga kwa amali zake. La dara lilmar'i ba'da almauti yaskunuha, hakuna nyumba, kwa maana kwamba hakuna kaburi atakwenda kukaa illa allati kana qabla almauti yabniha, ila lile ambalo kwamba alilijenga kwa amali zake kabla hakuondoka duniani, hilo ndio atakalokwenda kukaa. Fa in badaha bi khairi taba maskanuha, ikiwa kalijenga kwa mambo ya kheri, amshukuru Mwenyezi Mungu, atakwenda kukaa pahala pazuri, kama Mtume alivyosema kwamba alqabru rawdatun min riyadil janna, kaburi ni sehemu moja katika mabustani ya peponi. Wa in banaha bi sharrin, nakiwa kaburi lake atalijenga kwa mambo ya kusengenya, mambo ya kutukana, mambo ya kuzulia, mambo ya kuiba, mambo ya kudhulumu, mambo ya zinaa, mambo ya riba, miamala yetu ya ajabu ajabu, ajue kwamba khaba baniha, amejenga nyumba mbaya sana. Wa thabata fi alhadith, imethibiti kama Mtume akasema, alqabru hufratun min hufari an-nira, kaburi litakuwa ni shimo kati ya moja ya mashimo motoni. Kwa sababu kama hizi ndio maana Sayyidina Uthman radhiallahu anhu, sahaba wa pekee aliyepata nafasi ya kuoa watoto wawili wa Mtume. Hii ujue kwamba sahaba huyu ni mtukufu mno. Katika hali ya kawaida hata mimi siwezi kumwozesha, hata wewe huwezi kumwozesha mtoto wako mtu ambaye si mzuri. Unatafuta mtu ambaye mtu mwema, unaamini mwanao atamtunza, unamwamini ana amali njema, utakuwa na wajukuu wazuri, unamboresha mwanao. Mtume Mwenyezi Mungu aliyemwozesha Uthman watoto wake wawili, Ruqayya na ndugu yake, baada ya kufariki Ruqayya. Sahaba huyu alipigana vita vyote ambavyo Mtume alishiriki, vyote. Badr, ukiachilia mbali Badri, ukiachilia mbali Badri, Sayyidina Uthman katika vita Badri hakuhudhuria kwa sababu ya amri ya Mtume. Mkewe alikuwa kiuma, Mtume akamwambia, wewe baki hapa umuuguze mkeo, kwa sababu hii kwako ndio fardhi ya lazima kwako wewe. Akawa hakuhudhuria. Ukiacha hivi vita vyote kahudhuria. Ameona watu wakiuawa,
amewashuhudia masahaba wakikatwa viungo, ameshuhudia masahaba wakipigwa mikuki, ameshuhudia masahaba chungu zima wakifanya kila aina ya ubaya na makafiri. Wa maadhalika Uthman alikuwa katika uhai wake, wanahadithia watu wake wa nyumbani, alikuwa kila akienda kaburini, akiliona kaburi Uthman anaanza kulia mpaka anashindwa kusimama, anaanguka chini, wanambeba wanamuondoa. Anahadithia Hani katika watumishi wake kwamba Uthmani alikuwa na tabia kama hii. Wakamuuliza, vipi unakuwa namna hii, unakuwa hujiwezi unapoona kaburi, kwa nini unakuwa taabani namna hii? Na Uthmani, kumbuka, ni mmoja katika makhalifa waongofu ambao Mtume akawatilia tiki, ni mmoja katika wale ambao wamebashiriwa pepo, ni mmoja katika watu ambao mpaka sasa sadaqatul jari yake inaendelea. Uthmani ni mmoja katika mashahidi, ameuawa. Uthmani ana kila sifa ya wema. Uthmani ni yule ambaye kwamba kalidhibiti, kalitolea mali jeshi zima likapigane. Yeye ndio alotoa mali zote, farasi, ngamia, silaha, kila kitu yeye. Mtume akasema atakayeweza kulipa pesa, yani kulidhibiti, kulihudumia jeshi hili, huyo atakamtoa peponi. Uthman kalidhibiti jeshi lile likaenda vitani. Yeye Uthman yuko nyumbani kwake, Mtume yuko msikitini pamoja na Ali na wengineo. Mtume akasema atakayenunua bi'rum, kisima kile, atakwenda peponi. Uthman habari hajui, yuko nyumbani kwake. Tahamaki Uthman anapata habari kwamba Mtume kasema msikitini huko, atakayenunua kisima kile anakwenda peponi. Uthman katoka nyumbani kwake kaenda msikitini, akamkuta Mtume na Saidina Ali wamekaa na watu wengine. Akauliza, Mtume kasema nini leo? Nasikia kasema kile kisima atakayenunua atakwenda peponi. Ali akamwambia ndio. Uthman akasema mimi nanunua. ومع ذلك كان إذا وقف بين القبر يبكي ويبكي حتى بل الثرى من دموعه. analia mpaka machozi yanatoka, ndevu zake zinatoa machozi. Chukua picha kama hii, irudishe leo tunakwenda sisi mazikoni hapo Kisutu, uangalie wakati jeneza linashushwa pale, kutiwa watu wanashusha bendera katika kaburi au maiti yanatolewa, watu wamekaa vikundi, wanaulizana kila mmoja habari ambayo yake anajua mwenyewe. Huyu anazungumza hichi, huyu kile, mambo ya dunia yametawala makaburini, utafikiri uwanja wa siasa. Aina nahnu wa haula, tuko wapi na wao sisi? Halafu utakuta kuna watu miongoni mwetu wanadai ahlus sunna, sisi ndio watu wa sunna, sisi ndio katika wale watu wa sunna. Sunna ipi? Tukuone umekaa kaburi unalia namna hii, ujiwezi. Uthman akaulizwa na watu wa nyumbani kwake, mbona unakuwa katika hali kama hii? Akasema, nakuwa sijiwezi sababu nakumbuka siku moja Mtume wa Mwenyezi Mungu alisema, innal qabra awwal manazil al-akhirah, hakika kaburi ndiyo kituo cha kwanza kabisa cha kuchoko akhera. Fa innaja minhu, mtu akitiwa kaburini siku ile akiulizwa alafu akasave akawa katika hali nzuri, basi mtu kama huyu fama ba'dahu aisara minhu, kuanzia hapo yatakuja yote baada ya pale kwake yeye ni mepesi mno. Yani pale ndo kizingiti pale kaburini. Wa illam yanju, na mtu akitokea kaburini na kiingizwa pale akahojiwa na Munkar wa Nakir akashinda kujibu maswali ya pale, basi anasema Mtume fama ba'dahu asharru minhu, hakuna chengine kitakachokuwa zaidi ya mabaya mno kuanzia pale mpaka atakapokwenda kufufuliwa. Mmoja katika salaf salih al-Imam Thabit al-Bunani rahimahullah anasema kwamba kunna nashhadu al-janaza, tulikuwa sisi enzi zetu tunakwenda mazikoni, fala nara illa mutriqan bakian, kila unayemuona kamnyonge analia, kila unayemuona taabani hajiwezi, kila unayemuona. Mwingine akasema kwamba tulikuwa tunasindikiza jeneza, tunaona watu wote wanalia, fama nadri manul mu'izzu wa manul mu'azzu, hatujui nani aliyefiliwa wala nani aliyekuja kutoa mkono wa pole, hatujui, tunaona watu wote wanalia. Aina nahnu, ndugu zangu, tunakwenda wapi sisi?
Anasubiri mmoja wetu mpaka atapokuja Munkar wa Nakir, atapokuja Malakul Mauti ndio aanze kukumbuka. Allah anasema fabasaruka liyawma hadidi. Akija Malakul Mauti lazima pale utajua haki na batili. Fabasaruka liyawma hadidi, macho yako leo yanakuwa makali, unajua kila haki na unajua kila batili. Hakuna cha kukubabaisha pale, unaelewa kila kitu. Unaliona kaburi lile ndio ninapelekwa mimi. Na kama mtu mbaya pale posema ya waila, ole wangu, mnanipeleka wapi jamani? Msinipeleke. Unawaambia watu wana habari mkamsikitini, jamani naye tumsalie kula Allah tatu, tuomba dua, leta juzuu, kada wanashughulika. Wewe kule ndani sema ya waila, ole wangu, mnanipeleka wapi? Msinipeleke huko. Na kama mtu mwema anasema jamani, mbona mnanichelewesha, mmeshika risala, huyu kasema lile, mnanichelewesha jamani mambo yangu. Ndio maana Mtume akasema mtu akifa haraka azikwe, kwa sababu kila mnapokaa naye lawama kwenu. Kama mwema mnakaa na kitu kibaya, adhabu kwenu haifai, na kama ni mbaya mnakaa na mtu mbaya, kwenu ni adhabu haifai, na kama ni mwema kadhalika mnamcheleweshea mambo yake ambayo mjanyuka kumwandalia. Katika sunna kuharakisha kuzika maiti wetu. Kaburi, ndugu zangu, ni nyumba ambayo kwamba haina mfano wake. Harun al-Rashid, mmoja katika viongozi waliokuwepo katika Uislamu, alijenga nyumba nzuri sana, na kisha siku ya ufunguzi anaita watu, wanakuja kuangalia, wanakuja washairi. Siku hizo kulikuwa na washairi wengi, na kila anayekuja pale kama kawaida, mpaka sisi siku hizi vile vile, akija ukaenda kwa kiongozi inabidi umsifu. Kwa hiyo kila anayekuja pale kiongozi anamsifu, bwana mkubwa, mashaallah, nyumba hii nakwambia hapa nini, hapa nasifu, na kila mmoja atoa sifa zake. Harun Rashid alikuwa ni mtu mwenye ilmu, mtu aliyehifadhi Qur'ani, mtu anayejua, hakuwa mjinga, hakuwa mtu wa kulewa sifa. Hapana. Akasema hebu niitieni mshairi atakayekuja kuniambia maneno ambayo kwamba yatanitwanga nafsi yangu nielewe uhakika. Nimechoka kusifiwa katika mambo ambayo haendi na ukweli hali halisi. Akaja mshairi kumsomea mashairi, na ndo akamwambia kwamba hii nyumba yako bwana ingekuwa nzuri sana, lakini kumbuka wazee wako wote waliishi katika nyumba kama hili, wako wapi? Kwa hiyo kama utakujenga kweli kajenge kule makaburini, sio hapa utaacha, utaondoka. Harun Rashid alianza kulia, akalia mpaka akasema niondoe, nirudishe katika nyumba yangu ya zamani. Mwingine katika salafu saleh vile vile alihudhuria pahala katika nyumba kama hii, imejengwa nyumba nzuri, watu wamekuja, mfalme akatangaza, jamani hii nyumba nzuri nimejenga, natoa challenge, atakayekuja katika nyumba hii aangalie kila kitu, halafu atoe aibu, aseme kwamba unajua hapa pangekuwa na isingekuwa nzuri zaidi. Huu ni mfano tu. Atoe aibu, atoe kasoro nyumba yangu. Atakayetoa kasoro basi nitamlipa. Wakaja watu, kila anayekuja naangalia na sema hii kitu imetulia sana. Hapana. Hamna la kusema. Mwisho akaja mcha Mungu mmoja. Alipofika pale akasema HT kuna nini hapa? Akaambia kwamba innal malika bana baitan, mfalme kajenga nyumba, na akataka challenge watu waangalie nyumba hii vipi, kitu gani ambacho hakijakaa sawa, ili mfalme atoe zawadi. Anasema kabla sikuingia fihi aiban, ndani yake kuna aibu mbili. Watu wakashangaa, wewe bwana hujaingia hata ndani bado unatoa aibu hapa nje? Akasema naam. Nini? Akasema sayafna wa yafna malikum, hii nyumba iko siku itabomoka na alijenga atakufilia mbali vile. Subhanallah. Akasema kweli hii ni aibu kubwa, hii ni aibu kubwa, hakuna cha kudumu. Iko siku nyumba itabomoka na yule ambaye kaijenga vile vile atakufilia mbali, atakwenda mbele ya haki. Kwa ndugu zangu, kaburi ndiyo sehemu moja ambayo kila mmoja atakuwa. Na kule makaburini kuna sehemu mbili tu, mtu asijidanganye, mbili tu, ama rawda au hufra. Hakuna sehemu ya tatu. Pale wewe jichagulie moja katika mawili, ama kutoka katika shimo la adhabu au katika sehemu bustani ya peponi. Moja katika mawili, hakuna sehemu ya tatu.
Sasa jiangalie, mimi kwa namna nilivyo nitakwenda wapi? Jawabu la kumwenye. Usiniambia mimi jawabu la kumwenye. Atakapokufa mmoja wetu atakuwa na marafiki wa namna tatu. Mtume akasema huko kaburini ni rafiki mmoja tu ambaye ndio atabakia, ili anasema neno haya ili kila mmoja katika sisi atanabahi, ashikamane na kile ambacho kitabakia. Mtume akasema rafiki wa kwanza ni mali yake. Kila mmoja katika sisi, huu ni ukweli, hapo alipo mtu ana kadi ya gari yake, ana cheti kile cha nyumba, ana cheti cha kiwanja, katasi, ana nini vile ndo kaficha vile huko. Pengine hata mkeo hajui kama bwana anamiliki viwanja vitatu vinne, hajui, anajua pekee hizo ndo mali zake kaficha. Ana account katika NBC, pengine ana forex account pala fulani, kaficha zile mali zake. Pengine hata mkeo hajui au mwanae hajui, ajua peke yake. Hii namna ya kwanza. Pili, al-ahlu, watu ni marafiki zako. Wengine tunajuana, wengine marafiki zetu wana siasa, tunajuana, watu wa siasa. Wengine marafiki zetu watu wa michezo, watu wa mipira, kocha, mchezaji, shinani wa zamani, wewe au ndio marafiki zake. Wengine marafiki zao mashekhe, anajua kabisa fulani mashekhe fulani hivi ambao kwamba afadhali ndio marafiki zake. Mmoja akasema kwamba ndugu zangu katika dini ni bora zaidi kuliko ndugu zangu katika damu. Narudia tena, mmoja katika watu wa Mungu asema ndugu zangu ikhwanuna fi din khairun min ikhwanina fi dam. Akaambiwa kwa nini bwana wewe unasema kwa nini? Asema kwa sababu ndugu zangu wa damu nikifa tuna hakika watakusanyika waanze kugombana kwa ajili ya mali yangu, ama ndugu zangu wa dini nikifariki watakaa pahala waliombea dua, hao watanikumbuka, hao ndio bora kwangu mimi kuliko ndugu wa damu. Sasa Mtume anasema hawa ndugu zako nao vile vile, ikiwa dini ikiwa damu, watakubeba mpaka makaburini. Wakifika pale watakuacha wewe na lako, utajijua mwenyewe na amali zako. Kitakachobakia pale ni amali zako. In kana khairan fabiha wa ni'ma, ikiwa amali zako zilikuwa njema Allah subhanahu wa ta'ala atakukirimu, na kama zikiwa mbaya fala talumanna illa nafsa, usimlaumu mtu nafsi yako mwenyewe. Kaburi ni sehemu ya ajabu sana. Tuchukulie mfano hapa tulipo msikitini hapa wa Mtoro, tuna maesi, hili AC linatoa hewa, lile linatoa baridi, lile baridi, lile baridi, lile baridi, lile baridi, 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 AC linatoa baridi, na kuna mafeni hata hisabu hayana kwa wingi wake. Itokezee sasa hivi mchana, achana bali usiku, hivi mchana tu umeme katika ghafla, generator tufanye kazi hapa, hatutokaa tena, tutaondoka. Nini? Joto kali mno. Na ule msikiti pale madirisha, pale kuna dirisha au kuna mlango, kuna dirisha nyingine na kuna dirisha nyingine, chungu zima sehemu za kupitia hewa zipo, lakini maadhalika kila mmoja ataondoka sababu nini? Jasho linamtoka. Rudi, chukua fikra hii, irudishe kaburini. Hakuna mlango, hakuna dirisha, hakuna pa kuchungulia. Kaifa yakunu haluk, vipi itakuwa hali yako? Ndugu yangu, usidanganywe na uhai. Pumzi sikudanganye. Kaburi linakusubiri, kaburi linakusubiri, kaburi linatusubiria ndugu zangu. Pumzi sikudanganye. Ayuha al-ikhwa, wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul وبقوله المتدور وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم ترونها عند اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم به من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه فيا فضل المستغفرين ويا نجاة التائبين.
Alhamdulillah wahdahu, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiy al-karim wal rasul 'azim 'abdika sayyidina Muhammad wa alihi ajma'in. Wa ba'd, fa ya ikhwati al-a'izza, usikum wa nafsi al-mudhiba bi taqwallah fattaquhu. Ndugu wa Islam, hakuna maelezo mazito utakayoweza kumpa mtu mpaka akakuelewa. Lakini Mtume Mwenyezi Mungu amesema, ma raaitu mandhar, sijapata kuona kitu cha kutisha kuliko kaburi. Huyu ni Mtume Mwenyezi Mungu, sio mimi wala wewe, ni Mtume Mwenyezi Mungu. Ma raaitu mandharan afdal, sijapata kuona pahala pa kutisha ila kaburi linatisha zaidi. Bali siku moja Bwana sallam katika hadithi ya al-Bara, hadithi ya Imam Muslim, al-Bara bin Azib al-Hadithi anasema Mtume Mwenyezi Mungu baada ya kuuzika watu na kila kitu, akakaa pale kwenye kaburi, katengeneza mchanga vizuri kama tunaofanya vile, alafu kainua kichwa. Watu wote masahaba kimya, kama wamekaa ndege juu ya kichwa chao nataka siruke. Kila mmoja katulia, sahaba kimya. Piga picha kama hii. Huku kuna Umar, kule kuna Uthman, huku kuna Ali, kuna Saadi, kuna Saidi, kuna Abdurrahman, kuna masahaba wote wako pale kimya. Mtume Mwenyezi Mungu analia katika kaburi. Kisha Mtume kainua kichwa na anambia masahaba, ay ikhwan, limithli hadha al-yawm fa'iddu. Ndugu zangu, kila mmoja ajitayarishe kuhusu siku kama hii ya leo. Ya ikhwani, limithli hadha al-yawm fa'iddu au fasta'iddu. Ndugu zangu, jitayarisheni kila mmoja kuikabili siku kama hii ya leo. Na mimi ndio nakuhusia ndugu zangu, kila mmoja ajitayarishe kuikabili siku kama hii ya leo. Siku kama hii, wengine wanajidanganya kwa kuona kwamba watu watakuwa wengi mazikoni kwangu, watu watanililia. Ndugu yangu, mambo sivyo kama hivyo unavyodhania. Mmoja katika watu wema wa Baghdad, katika watu wema wakati huo, alikuwa anauma katika kitanda cha mauti, kalala. Wakamkusanyikia ndugu zake, baba yake, mama yake, watoto wake na mke wake, wamemkusanyikia pale. Bwana anakaribia kukata roho, wanalia. Yule bwana alipozinduka akaja juu katika ile sakarati, akawauliza, akamwaza baba yake, ya abata ma yubkika, baba mbona unalia nini? Baba akasema, mwanangu, wewe ndo mkubwa ninayekutegemea, unaondoka hapa tena, mimi nitakuwa na nani atasaidia katika mambo yote haya? Itakuwa dhiki kwangu. Yule bwana akarudisha kichwa chini, akainua tena kichwa juu, ya umma, mamangu, ma yubkik, nini kinakuliza mama? Mama akamwambia, maana tumekuwa watu wazima, wewe ndio tukitegemea, ukituangalia dhiki, dunia imekuwa kadha, itakuwaje sisi bado kwenda kwako? Yule bwana akarudisha macho chini tena, kama kusikitika, kama kwamba hakukinai na lile jawabu. Akainua tena kwa mkewe macho, mke wangu mke wangu mpenzi, mbona unalia? Mke akamwambia, ninalia, nasikitika, utaondoka, mimi nitakakizuka, nitakuja kuolewa, sijui nitaolewa na nani, sijui nitaishi naye vipi, sidhani kama nitampenda kama nakupenda wewe mume wangu. Yule bwana akamshika tena kichwa chini, akainua tena mara ya 4 kwa ajili ya wanawe, enyi mwanangu, vipi, mbona mnalia mno? Akamwambia, tunakulilia baba, dunia imeharibika, tutakuwa mayatima wa nani sisi leo? Hakuna mtu anaangalia mayatima, na atatuangalia. Fulani bado mdogo, hata hajaanza skuli, mwingine hajaanza hata chuoni, mwingine yuko chuo, atamlipia nani? Huu ni mfano, wakati huo ilikuwa hakuna mama haya. Mwingine atajapata hata kazi, hatukusimama, sote bado mayatima, nani atatuangalia? Tuna dhiki, tutakuwa mtihani mkubwa kwetu. Baada ya hapo yule bwana akarudi chini, akapoteza fahamu. Halafu alipata fahamu, akaanza kulia yeye sasa. Akalia mpaka wale wote wanaolia waliomzunguka wakanyamaza. Analia tu yeye. Baada ya kumalizika, wakamuuliza sasa, baba, mwanangu, mbona umelia sana? Akamwambia, naam, kinachouliza ni kwamba nyote nyie mnalia, inama tabku, nyie mnalia kwa nafsi zenu, hakuna hata mmoja anayenililia mimi. Hii ndo hali yetu.
Nyote mnalia kwa nafsi zenu kwamba utakosa kwa kutizama, utakosa kumwangalia, utakosa kitu gani, utaolewa na mwingine, utakuwa yatima. Hakuna mtu analia mimi nakwenda kupambana na nini huko mbele ya Mwenyezi Mungu, itakuwaje hali yangu, yepi niliyokosa na yepi niliyofanya sawa, vipi nitahukumiwa, kaburi kwangu litakuwa vipi? Hili ndio linaniliza mimi. Na hizi ndugu zangu ndio hali zetu. Ukiona watu baada katika maziko wanalia wengi na kila mmoja anasema kadha kadha kadha, ujue kila mmoja ana interest yake katika kuondoka kwako ataikosa, sio kwa sababu ya wewe kwamba unaondoka. Hapana, hatukuna imani hiyo bali. Kwa kila mmoja atie akili vizuri sana, ajue kwamba uhai wake anatanguliza nini. Waltanzur nafsun madha qaddamat lighad, aangalie kila mmoja wetu anatanguliza nini kesho mbele ya Mwenyezi Mungu. Asitarajia hata siku moja kwamba kuna wanangu, kuna nani, kuna hata siku moja bali. Faqidu shay'i la yu'tihi, wanasema Waarabu, asiyekuwa na kitu hatoi. Hao wanao nafsi zao wenyewe hawajitambui, watakujua wewe. Hao wanao unahangaika nao, nafsi zao hawajitambui, hata swala hawajui. Unapapatikwa nao, ndio sivyo, nenda swali, unadhani ukifa watakushughulikia? Aslan abadan. Ndugu zangu, kila mmoja katika sisi ajijue nafsi yake ametangulia nini kabla ya siku ya kuondoka duniani. I'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala ya'murukum bi amri bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikati al-musabbihati bi qudsi wa thalatha bikum wa qala fi dhikri al-hakim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن جميع صحابة رسولك المختار، خصوصا منهم الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معه بعفوك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك أن تحرر فلسطين والمسجد الأقصى من كيد المعتدين. اللهم كن عونا لأهلنا في القدس يا رب العالمين. اللهم ارزق إخواننا في فلسطين الثبات وانصر المسجد الأقصى على المعتدين. اللهم بارك إيمانهم وصبرهم يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تخيب رجاءنا، ونسألك لأهل فلسطين النصر على اليهود المعتدين عاجلا غير آجل يا حي يا قيوم. ربنا اجعل للمرابطين العزة والنصرة والهيبة والقوة في قلوب أعدائهم. اللهم إنا نسألك البركة للمجاهدين في فلسطين، وأيدهم بجنودك ونصرك يا جبار يا قوي يا عزيز. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها وأرضها وسماءها رجالها ونساء وأطفالها. اللهم فاحفظها من كل سوء من كل شر وسوء يا من لا تضيع عنده الودائع. اللهم من أراد بها أو بأهلها شرا فاجعل دائرة السوء تدور عليه يا رب العالمين. اللهم انصر أهل غزة وثبت أقدامهم. اللهم عرس أهل غزة بعينك التي لا تنام. اللهم كن لأهل غزة عونا ونصيرا وبدل خوفهم أمنا. اللهم اجعل لأهل غزة النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأهل المقدس وكل فلسطين. ربنا اجعل للمباطن العزة والنصرة. اللهم حرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم. اللهم رد إلينا فلسطين والمسجد الأقصى ردا جميلا. اللهم انصر ضعفهم فإنهم ليس لهم سواك. اللهم إنا لا نملك لفلسطين إلا الدعاء، فيا رب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء، أنت أرحم الراحمين. اللهم انصر شعب فلسطين ضد المحتلين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان في فلسطين وسوريا وكل مكان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.